Habari yako ndugu mkulima, mimi ni agronomist wako kutoka Kilimo Biashara Afrika. Sasa nimezunguka kwenye mashamba kwa zaidi ya miaka 13, kuanzia kule nyanda za juu kusini mpaka kaskazini. Na leo tunaenda kujibu swali moja, swali la msingi kabisa kwa mafanikio yako. Ndiyo, umesikia vizuri kabisa, mara 3 zaidi. Yaani, sio kila parachichi ni parachichi. Kuna parachichi na parachichi. Ukikosea tu kuchagua aina, unapoteza mamilioni, lakini ukipatia, faida yako inaweza kuwa mara 3 zaidi. Fikiria, hapa ndipo biashara ya parachichi inapoanzia, hata kabla hujachimba shimo la kwanza. Sasa swali linakuja kwako. Utachagua ipi? Ni aina gani hasa itakayokupa pesa, itakayokuwa dhahabu yako ya kijani? Hilo ndilo swali. Na usijali, tuko hapa pamoja. Nitakuongoza hatua kwa hatua. Basi, hebu tuangalie wagombea wetu wakuu. Tuna watatu hapa. Kila mmoja ana sifa zake, ana nguvu zake na mapungufu yake. Twende tuwafahamu vizuri ili wewe kama mwekezaji ufanye uamuzi sahihi wa kibiashara. Tuanze na huyu hapa. Hass. Huyu ndiye malkia wa export. Wanamgombania Ulaya, Asia, kote duniani. Kwa nini? Ngozi yake ni nene, ni ngumu, inavumilia safari ndefu bila kuchubuka. Na ndani, mafuta mengi, asilimia 18 mpaka 22. Hii ndio inayowavutia wanunuzi wakubwa. Sasa tumgeukie Fuerte. Huyu sasa ndiye mfalme wa soko la ndani. Tunda lake ni kubwa, lina rangi ya kijani inayovutia na ngozi laini. Ukienda masoko kama Kariakoo, Dar es Salaam, huyu ndiye anayetafutwa sana. Na uzuri wake mwingine, mti wake hauna maringo kama wa Hass, unavumilia mazingira tofauti tofauti. Halafu, kuna mashujaa wetu wa nyumbani, aina za kienyeji. Hizi sasa ni imara kweli kweli, zinapambana na magonjwa, zinavumilia ukame. Ni kweli, bei yake sokoni sio kubwa na mafuta yake ni machache. Lakini zina kazi moja muhimu sana. Zinatumika kama mzizi, yani rootstock, ambao juu yake tunapandikiza Hass na Fuerte. Ni kama msingi imara wa nyumba yako. Okay, sasa tumeona wagombea. Lakini sikiliza, kosa kubwa ni kuuliza ipi ni bora zaidi. Swali sahihi ni ipi ni bora zaidi kwangu, kwa shamba langu? Na jibu hapo linategemea vitu viwili tu: eneo lako lilipo na soko unalotaka kuuza. Hapa sasa ndipo tunapoweka mambo wazi. Hass, yule malkia, ana masharti yake. Anataka baridi, anataka mwinuko wa juu, tunazungumzia mita 1200 mpaka 2200. Hii inamaanisha maeneo kama Mbeya, Njombe, Iringa, kule nyanda za juu kusini na baadhi ya maeneo Kilimanjaro. Sasa, kama shamba lako haliko huko, usijaribu kumlazimisha Hass. Utapoteza pesa zako, ni hasara tupu. Sasa, hebu tuangalie masoko. Hapa kuna dunia mbili tofauti kabisa. Kuna soko la nje, Ulaya. Hili linataka Hass tu, na halitaki mchezo, linataka ubora wa hali ya juu. Lakini linalipa kwa dola za Kimarekani. Kisha kuna soko letu la ndani. Hili linapenda Fuerte, linapenda parachichi kubwa la kijani. Hapa bei ni kwa shilingi yetu. Kwa hiyo lazima uchague. Unataka kucheza kwenye ligi ya dola au ligi ya shilingi? Sawa. Sasa umeshawajua wagombea, umejua na uwanja wa vita. Ni wakati wa maamuzi. Na ili uamue vizuri, tumechukua takwimu zote, uzoefu wetu wote wa kilimo biashara, na tumekuandalia kitu kitakachokuonesha picha kamili. Hebu angalia hizi namba, zinaongea zenyewe. Tazama bei ya Hass kwa kilo, kwa dola. Inavutia, eh? Lakini tazama tena sharti la eneo. Mwinuko wa juu, hakuna mjadala. Sasa mwangalie Fuerte. Bei yake bado ni nzuri sana. Na angalia eneo analoweza kukaa, ni maeneo mengi zaidi. Hii inamfanya kuwa chaguo lenye nguvu sana kwa wakulima wengi. Kwa hiyo, unafanyaje sasa? Mkakati wako ni upi? Sikiliza. Kama ndoto yako ni kuuza Ulaya, basi 90% ya shamba lako iwe Hass. Kama unalenga Dubai na nchi za Ghuba, unaweza kuchanganya, labda 70% Hass na 30% Fuerte, wananunua zote.
Lakini kama soko lako ni hapa Dar es Salaam na mikoa jirani, weka nguvu kwenye fuete. Huu ni ushauri wa moja kwa moja kutoka kwenye mashamba yetu ya kilimo biashara. Naona sasa una picha kamili, una taarifa za msingi za kufanya uamuzi. Lakini kama unavyojua, kilimo ni sayansi. Shetani yupo kwenye details. Ili ufanikiwe kweli, unahitaji mwongozo wa kina zaidi. Na hapa ndipo sisi tunaingia. Kila kitu, yani kila kitu tulichojadili hapa na mengine mengi zaidi, kuanzia A mpaka Z. Kuchagua shamba, kupanda, mbolea, magonjwa, hadi kuvuna na kutafuta soko. Vyote nimeviweka kwenye kitabu hiki. Sio nadharia, huu ni uzoefu wangu wa miaka 13 nikiwa nimevaa gumboots mashambani, nikifanya kazi na wakulima kama wewe. Nasikiliza hili, tunajiamini sana na mwongozo huu kiasi kwamba tunakupa dhamana ya 100%. Pesa yako yote inarudi. Chukua kitabu, kitumie shambani kwako. Kama baada ya kukisoma ukahisi hakijakupa faida yoyote, yani hata kama ni kidogo, piga tu simu, sema nataka pesa yangu irudi. Tutairudisha yote, bila kuuliza swali, bila masharti. Hiyo ndiyo dhamana ya kilimo biashara. Na hauko peke yako kwenye safari hii, unajiunga na familia ya wakulima zaidi ya 1400 ambao wameshatuamini, wametumia miongozo yetu na sasa wanaona matokeo mazuri kwenye mashamba yao. Wamebadilisha kilimo kuwa biashara. Basi, unasubiri nini? Hatua ya kwanza inaanza sasa hivi. Shika simu yako, piga namba hii 0763071007. Utaongea na wataalamu wetu, tutakushauri bure kabisa kulingana na eneo lako. Na kama utahitaji miche, tunayo miche bora kabisa iliyopandikizwa na kuthibitishwa tayari kwa ajili ya shamba lako. Kumbuka hili siku zote. Sisi Kilimo Biashara Afrika tunaamini jambo moja. Kilimo sio tu jembe na jua. Hapana, kilimo ni biashara. Na ni biashara inayolipa sana ukijua unachokifanya. Sasa, swali la mwisho ni kwako. Uko tayari kuanza kulima dhahabu shambani kwako? Safari yako ya mafanikio inaanzia na uamuzi mmoja tu, kuchagua aina sahihi. Usikisie, pata uhakika. Piga simu sasa hivi 0763 071 007. Anza leo.